Wizara ya Fedha sasa imependekeza na kufikisha mswada bungeni kuhusu kupunguza kodi ya mafuta iliyotengwa kwa miradi ya mwaka kama iliyopendekezwa kwenye mswada wa marekebisho kuhusu fedha za utunzaji wa barabara mwaka wa 2026. Kwenye hatua kupambana na gharama ya bei ya mafuta nchini, serikali inanuia kukata fedha za kila mwaka za ujenzi wa barabara kwa 50%. Hii ina maana kuwa itapunguza kutoka shilingi 3 hadi shilingi 1 na senti 50 kwa lita kwa bidhaa za petroli. Mwanahabari wetu na taarifa zaidi. Serikali imekuwa katika njia panda kuhusu ongezeko la bei ya mafuta nchini, ambayo imeongeza bei ya bidhaa mbalimbali na gharama ya maisha kwenda juu. Wadadisi wa masuala ya uchumi na upinzani wametoa shinikizo kwa serikali kuhusu ushuru kwa bidhaa za petroli. We demand the suspension of the road maintenance levy that was increased from 18 shillings to 25 shillings per every litre of fuel. Our Kenyans are just saying, take back the levies and taxes where you got them. That's what the people of Kenya are saying. Kwa wakati mmoja, mbunge wa Kiharu Ndindi Nyoro alionekana kutoa hosia kwa serikali kwa kuwapa njia 3 za kuangazia mpangilio wa bei ya mafuta. Reducing VAT by an extra 5%, that gives an extra reprieve of around 8 shillings. Reducing fuel levy by around 7 shillings. The practical proposal we have can reduce fuel prices by 27 shillings today without hurting anyone. Labda kutokana na hili, serikali imetoa mapendekezo. Wizara ya Fedha imependekeza kupunguza kwa kodi ya mafuta inayotengwa kwa miradi ya barabara katika hatua inayolenga kulinda Wakenya dhidi ya bei ya juu ya mafuta. Kwenye mapendekezo haya ya sheria za utunzaji wa barabara, Wizara ya Fedha inanuia kupunguza matozo haya kutoka shilingi 3 kwa lita hadi shilingi 1 na senti 50 kwa lita 1 kwa bidhaa za mafuta. Hili lina maana kuwa huenda Wakenya wakaokoa kati ya senti 80 kwa shilingi 100 inayotumika, au kuokoa shilingi 75 hadi shilingi 80 kwa lita 50. Kwa kupunguza kwa sehemu ya utozo uliotengwa kwa miradi ya barabara kwa mwaka, serikali inanuia kubadilisha mpangilio wa kutoa bei ya mafuta na mfumo wake ili kupunguza shinikizo la bei ya mafuta bila kuondoa matozo yanayotolewa. We have a real war at the Middle East that very few people ever thought would happen. So that is one big risk that we are facing. What an oxymoron then there is, that the global oil prices are now around $98 per barrel, but Kenyans are paying upwards of 200 shillings. That is a paradox by itself. Tozo za utengenezaji wa barabara zilianzishwa kupitia sheria ya bunge mwaka 1993 ili kufadhili maendeleo ya barabara. Kwa sasa, serikali inakusanya shilingi 25 kwa kila lita ya mafuta inayonunuliwa na Wakenya na kuelekeza kwa utengenezaji wa barabara. Daniel Kariuki, KTN. Tuangazie elimu. Imedhihirika kuwa zaidi ya wanafunzi 100,000